kitu gani kinachowazuia wasiwe na uhakika wa kuwa wanafika kuanzia nusu finali? Mimi nafikiri kwanza kulikuwa kuna mawazo ambayo yalikuwa si rafiki kwenye mpira wetu. Yaani kwamba mtu anaona akifika robo finali kwa sababu mwenzake hajafika level ya robo finali basi anafanya ulinganifu. Ukiangalia hata leo utasikia mimi nimefika robo finali 4, wewe umefika robo finali 1. Wanabishana wenyewe. Ambacho iko si kipimo sahihi unaposema kwamba unataka kuonesha wewe umeadvance kwenye swala zima la maendeleo ya kimpira wa Afrika. Na ukija kuangalia ni kwamba hizi timu kuna kipindi moja ilikuwa inafanya vizuri, moja ilikuwa inafanya vizuri. Ndio pale tunaporudi kwamba wenyewe kwa wenyewe wakawa wanatambiana wakiamini kwamba ndani tunaweza tukatambiana. Lakini kwa sasa wote tunaona wamekuwa na matamanio ya kutaka kufika mbali zaidi na kuonyesha kwamba wao ni moja ya miamba barani Afrika. Na hii pia inakuja baada ya kuona kwamba kumbe ukiendelea kwenye mashindano ya CAF kadri unavyoenda kuna kiasi kikubwa cha pesa ambacho unakipata kutoka kwa wafadhili kinaweza kuendesha timu bila kutegemea vyanzo vingine vya hapa ndani. Kwa hiyo kimsingi kumekuwa na matamanio hayo na sasa hivi kila mmoja anatamani kwenda mbali zaidi. Ukiongelea kufika robo, Simba amefika robo 4 mfululizo. Amefika robo mara 4 na katika zote hizo mara 4 amecheza na miamba ambayo ilikuwa na historia ya Afrika na wakaweza kutolewa. Robo yake finali ya kwanza alicheza na TP Mazembe, anapata sare ya bila hapa, anaenda Kongo anafungwa 4-1. Msimu unaofuata akajaribu akacheza na Kaizer Chiefs akafungwa goli 4 South Africa, anakuja hapa anashinda goli 3, anashinda kuendelea. Baada hapo tena akaenda robo finali ya 3 dhidi ya Wydad Casablanca, anashinda goli 1 hapa, anafungwa 1 kule Morocco, anaenda anaenda kutokea katika hatua ya matuta, hatua ya penalty. Robo finali ya 4 amecheza dhidi ya National Al Ahly kutoka Misri, amefungwa goli 1 hapa, ameenda amefungwa goli 2 ugenini. Kwa hiyo sasa unafika unajiona kwamba unabidi upime. Hawa watu ambao nimekuwa nikikutana nao ni watu ambao niko karibuni, naweza kusema ninakaribia nao kuwa poti moja. Kwa sababu leo ukiongelea Simba ni ya 5 katika viwango vya Afrika. Baada ya National Al Ahly kuna Mamelodi, wanakuja Esperance de Tunis pamoja na RS Berkane nafikiri. Simba anaingia humo pamoja na Pyramid ambao nao wanakuwa katika chungu hicho. Sasa wewe lazima uoneshe na wewe unakaribia kuwa kubwa kama wale. Sasa ili wewe mkubwa inabidi upambane na watu wao. Kwamba kwa namna yote hakuna excuse kwamba labda mimi bajeti yangu kwenye usajili tofauti na hawa, uwekezaji wao ni mkubwa. Mmeshaingia kwenye mashindano, hakutokuwa na excuse ya namna hiyo. Unachotakiwa ni kupambana, kuhakikisha unachukua ushindi na kuweza kufika kama wale. Ndio kitu ambacho pia naona hata Yanga mwaka huu kimesukuma kuingia kwenye poti hiyo ambayo ilikuwa poti moja na Simba. Ni namna sasa timu za Tanzania zinaingia kwenye poti moja zikienda kupambana na ile miamba ya juu 4 ambayo imekuwa ikiongoza kwa kuwa na pointi nyingi kwenye soka la Afrika. Kwa hiyo kimsingi kufika robo si mafanikio. Sisi wote tunatamani siku moja timu moja tuletee kombe hapa. Ngoja kwanza. Kufika robo ni mafanikio. Ni mafanikio isipokuwa yameshazoeleka. Na timu zina uwezo wa kuvuka zaidi. Yana uwezo wa kuvuka zaidi. Sasa unapokuwa unasema mimi nafika robo, unaona kama robo ni mafanikio, yale ni mazoea ambayo unapaswa kubadilika. Kwa sababu mpira una process. Ulianza kufika robo. Umehangaika kwa kipindi cha misimu 2-3, unapaswa kwenda stage nyingine ambayo ni nusu. Ukifika nusu watu wanakuwa unachokudai. Ukifika nusu hata mara 2 mfululizo wataanza kuweka matamanio ya kufika finali. Na pia unaweza kufika finali usichukue kombe. Baada hapo ukaendelea kuwa na muendelezo wa kwenda finali, sasa watu watahitaji uchukue kombe. Lakini kama unafika robo unarudi na unajiona ni mafanikio, basi pale unakuwa hakuna mafanikio ambayo yanaweza kusema ukajitamba. Unajua kila kitu katika mashindano ya mpira ni kuona umevaa medani na kuchukua kombe. Kwa hiyo kimsingi ukiangalia namna timu zetu zilivyosajili, namna mazingira wanaopitia sasa hivi, wana kila sababu ya kusema angalau kwa mwaka huu wafike nusu finali wataweza kueleweka. Lakini si kufika robo ukasema unaweza kueleweka. Na ili ufike robo au ufike zaidi, kwanza kuna vitu vya msingi unatakiwa kuvizingatia. Kitu cha kwanza ni kuhakikisha mechi zako za nyumbani unakusanya alama zote. Kwa mfano katika hizi unakuwa unacheza mechi 4. Unacheza mechi 3. Mechi 3 na mbili na timu 4. Mechi 3 nyumbani, mechi 3 ugenini. Kwanza hakikisha unapata pointi zako 9 nyumbani, alafu utaangalia yule ambaye unamweza ugenini ukamlalia hata upate sare. Na imani ukipata pointi 10 uweze kukosa bonda hatua inayofuata. FM.